kama dawa Ali Upuju kuntunya kidimdimu Mandila. Bane nipo katika kijiwe mchongo na UTT AMIS. Kama unavyoona niko kijiweni na ndugu zangu. Kikubwa hasa leo hii bwana, tunazungumzia masuala zima ya uwekezaji. Kama ndugu zangu labda washaye kuisikia au hawajaye kuisikia, yote tutafahamu hapa, au sivyo? Karibu sana. Nianze na ndugu yangu hapa, naitwa nani? Naitwa Saidi. Saidi? Yeah. Sawa sawa. Kama mkubwa hapa? Naitwa Mohamed Ali. Mohamed Ali. Shehe wangu hapa? Zubeli Ali. Zubeli Ali. Kama mkubwa Rashid Kopwe. Rashid Kopwe. Baada hawa ndugu zangu, tuko hapa katika kijiwe mchongo na UTT AMIS. Kikubwa ni kuweza kutoa elimu na masuala mazima ya uwekezaji. Ndugu yangu tuanze huku. Ushe kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Hapana. Uje kusikia? Bado. Okay. Kama mkubwa, ushe kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Bado sijaisikia taasisi hiyo. Okay. Kama mkubwa? Bado. Uje kusikia. Ndugu yangu mwisho? Mimi pia bado. Okay. Kwa hiyo tumekuja kugundua kwamba sote sisi hapa hatujai kusikia hii taasisi inaitwa UTT AMIS. Sasa mimi nipende kuwafahamisha kwamba UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha. Inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji inamaanisha kwamba kama sisi ni wafanyabiashara, naamini huwa tunapataga labda kama ni faida yetu, si ndio? Kuna nyingine tunapeleka nyumbani, kuna nyingine labda mtu unaweka mfukoni unasema nitatumia matumizi yangu ya kawaida. Ile sisi tunaita akiba. Ukiwa na kiakiba chako, maana yake mwisho wa siku una uwezo wa kuipeleka UTT. Mwisho wa siku ile akiba yako baadaye inaweza ikaja ikakuletea faida. Kivipi? Kama unawekeza na UTT ikaja ikafikia mwisho wa mwaka, nazungumzia baada ya miezi 12. Kama umeanza kuwekeza na UTT labda mwezi wa 6, maana yake mpaka mwezi wa 6 mwakani imefika miezi 12, UTT wanakupa wastani wa faida ya 12%. Sio, tunaelewana ndugu yangu? Wastani wa faida ya 12%. Kama ndugu yangu umepata kiakiba chako kidogo kidogo, kila siku unakiweka, imefika mwisho wa mwaka baada ya miezi 12, labda ile lako ikasoma milioni, mfano mathalan, UTT kule utapata takriban ya 120,000. Milioni moja 12% si 120,000. Kwa hiyo utajikuta una milioni 120,000. Si umeelewa? Tofauti na mzee wangu, sisi zamani tulikuwa tunawekaga hela sana kwenye kibubu. Sawa. Lakini mwisho wa siku kibubu ulikuwa ukiweka hela unapata faida? Hamna faida. Maana kama umeweka itimie 300,000 utapata 300,000 hiyo hiyo. Utapata hiyo haina faida. Haina faida. Sana utapata pungufu chuma ulete. Sawa, ni kweli. Unaweka hela ya uioni. Kweli. Jamani, mimi sio kama siku 30 ngoma mzigo unafikiri kitu unasema au inaoza ile yenyewe uhifadhi. Pia na mtu akichukua. Mtu akaja? Akakichukua. Zamani vile vile kuna watu walikuwa, mpaka leo nasikia kuna watu huko nje ya mji wanaweka hela mtu chini ya kitanda. Kuna watu wanafukia hela eti. Mimi tayari nishawahi kuweka chini ya kitanda. Wewe? Na hela ikaja ikachukuliwa. Unasema? Hela ilichukuliwa. Kwa hapo ulienda polisi, ulienda wapi? Bana. Mama watoto wangu kumbe wakati naweka aliniona. Sasa jioni ile natizama ule mzigo sioni, na hela ilikuwa nyingi, karibu milioni 17. Tena sio ya kwangu, ya watu. Bwana. Kwa shilingi ngapi? Milioni 17. Lakini ulikuta ile yote? Nilikuta imepungua kama 500,000. Kwa shemeji alikuwa anachomoa. Nikammbana kwa bahati akairudisha baada mwenyewe kutokea. Akaona sasa kweli mimi nilijua ya kwake huyu. Kumbe alipewa kama amana tu kuiweka. Ndio ikapatikana yote kamili. Kwa mwisho wa siku tunaona kwamba tunatamani tuweke pesa zetu kwa ajili ya malengo yetu, lakini malengo hayafiki kutokana na sehemu zetu hizo, sio sehemu salama. Si ndivyo? Maana yake tunaweka hela, mwisho wa siku unakuwa ile hauna uhakika. Kuna mtu alikuwa anasikia anaweka hela, mtu anachimba kama hapa katika shamba lake anaficha, kesho akija yeye anaweka alama haioni, anaanza kutafuta mganga, imekuwaje jamani? Kwa mwisho wa siku kwamba sisi kama kijiwe mchongo tunawasisitiza Watanzania na wasiokuwa Watanzania tuwekeze na UTT. Kwa sababu gani? Mzee wangu, kama ile hela milioni 17 ungesema uipeleke UTT mwaka mzima, ile hela umeiweka tu afu umekausha mzee wangu, umetulia tu hivi unasikilizia, unakula mahindi kipindi hiko, unalima tu. Milioni 17, maana yake ile milioni 17 piga wastani wa 12% ya milioni 17, una shilingi ngapi mzee wangu? Kama milioni 10, kama milioni 10, faida yake unapata milioni na 200,000, si ndivyo? Baada ya mwisho wa mwaka milioni 17, maana yake utakuwa na shilingi ngapi? Utakuwa na pesa nyingi. Pesa nyingi, si ndivyo? Kwa mwisho wa siku kwamba tunaona tunakuja tunawekeza UTT, kwanza sehemu salama, ni taasisi ambayo ya serikali, umeelewa? Pili, unapata na faida.
Umeelewa? Sio kama tunaelewana? Tunaelewana. Lakini vile vile UTT leo hii wewe umekuja umejiunga Januari. Umekaa baada ya miezi mitatu, ukaona kama uelewi. UTT unaweza ukaenda ukatoa pesa yako yote. Kwa UTT kuna mifuko 6. Umeelewa? Kuna mfuko hadi wa watoto, kuna mfuko wa malengo ya muda mrefu, kuna mfuko wa malengo ya muda mfupi. Umeelewa? Kwa mwisho wa siku inategemea na mfuko wako. Kuna mfuko ambao leo hii wewe umewekeza, hela yako unaweza ukachukua ndani ya siku 3 za kazi. Ambao unazungumzia siku 3 za kazi, siku 3 za kazi zinajulikana Jumatatu mpaka Ijumaa. Si ndio? Sasa siku 3 za kazi. Lakini vile vile kuna mfuko ambao unaweza ukachukua pesa yako ndani ya siku 10 za kazi. Umeelewa? Lakini umekuja unahitaji pesa yako yote. UTT unaweza ukaipata hela yako yote. Na hamna mtu ambaye ataikona nili. Lakini kuwekeza na UTT tofauti na hizi sehemu zingine za michezo. Mzee wangu unajua michezo. Mama zetu wa dada wanacheza kausha damu. Wakisema Jumatano ni Jumatano. Ikipita Jumatano wanakuja kuchukua vitu. Umeona changamoto hiyo? Lakini UTT unaanza kuweka hela labda 10,000 kwa sababu UTT kuna mfuko unaweza kuweka hela 10,000 kama kianzio, na UTT kuna mfuko ambao unaweza kianzio ikawa 100,000, inategemea na mfuko gani wewe unaoitaka. Mfuko wako wa 10,000 unaweka hela 10,000, haina maana unaweka hela 10,000 kila siku lazima. UTT hakuna mtu anayekupigia simu, "Wewe mbona hujaleta hela?" Huko makausha damu Jumatano imepita ugomvi. Lakini UTT umetoa Jumatatu. Nyie ndugu zangu wafanya biashara hapa, leo siku na kukosa. Unaweza ukakaa wiki nzima umekosa. Si ndivyo? UTT hakuna anakupigia simu, lakini kikubwa pambana na malengo yako. Unajua kabisa bwana, mimi nilishasema mwisho wa mwaka nataka nitimize milioni 5 kwa sababu najua katika milioni 5 mimi nitapata faida yake katika milioni 5 labda hela hii. Kwa mwisho wa siku unasema nikiwa na ile hela mimi kile kiwanja nakichukua. Kwa maana yake mwisho wa siku wewe mwenyewe ukizembea kufikia malengo yako, manake umeharibu malengo yako mwenyewe, si ndio? Lakini UTT hakuna mtu ambaye anayekupigia simu, anayekusumbua. UTT hamna polisi. Kwani hujaleta hela? Ni wewe mwenyewe. Kile ni juhudi zako wewe mwenyewe, sababu malengo ambayo umeyapanga ili yatimie. Kwa unapambania malengo yako. Hiyo ni kweli. Sio kama nielewa? Tumekuelewa kabisa. Lakini ofisi za UTT ziko Posta. Posta si tunafahamu? Ndio. Posta kuna jengo linaitwa Sukari House. Ukifika pale unafahamu sisi pale tuko ground floor, tuko floor ya chini ile, tuko floor ya kwanza na ya pili. Ukifika pale utakutana na maafisa wa UTT. Wanakupa elimu ya kutosha ya kibabe. Umeelewa? Yawezekana ukachukua namba pia unataka pia. Yawezekana ukasema no. Kuna jamaa alikuwa mtaani kule anaitwa Ali Upuju, alikuja anaitwa Swiki juu ya mchongo mtaani. Mimi sikuelewa sana. Sasa leo mimi nataka mnipe nondo. Aliniambia mifuko iko 6. Sasa mimi nimekuja. Ukifika pale sisi tuna madarasa kuanzia asubuhi mpaka jioni bure. Unaingia darasani mzee wangu unaelimishwa. Mfuko wa kwanza mpaka wa mwisho. Wewe unaangalia mimi mfuko gani nawekeza. Kuna mifuko hadi ya watoto. Shamba inaitwa watoto fund. Mtoto wako unataka kumwekezea kwa malengo ya baadaye. Inafika muda mwanao mfuko wake unajisomesha. Yaani mwanao ule mfuko wake unaanza kujisomesha yeye. Kumbe ulishaanza kumwekea hela toka zamani. Umeelewa? Lakini yote kwa yote UTT iangaliwe Mtanzania, so Mtanzania. UTT anaweza akajiunga Mchina, Mjapani, Mkorea, Muhindi, Mtanzania, sio kwa Mtanzania. Vitu vya kujiunga. Uwe na leseni ya udereva. Huna leseni ya udereva, kitambulisho cha NIDA wewe una? Nacho. Una kitambulisho cha NIDA, basi hata passport ya kusafiria. Umeelewa? Hivi vitatu kimoja wapo, na uwe na passport size ya utambulizi kwamba huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Mimi naamini kwamba ndugu zangu hapa tumeelewana. Tumeelewana. Je, kama kitambulisho cha NIDA huna, unacho cha kura? Sawa. Inawezekana pia. Cha hii kadi ya CCM? Hapana. Chama kile. Hapana, ya chama hapana. Ya kura ndio muhimu. Ya kura inawezekana. Ushafahamu kitambulisho cha NIDA inawezekana. Umeelewa? Mimi nina namba tu. Kwani kinachohitajika pale ni namba. Wewe ukishakuwa na namba, details zako zote zinaingia. Shakuelewa. Lakini mzee wangu ishatangazwa huko, inabidi ukachukua kitambulisho chako cha NIDA. Sawa. Nyie msiochukua vitambulisho huko, mshaambiwa huko. Sawa. Wajui tunataka tuwape elimu kwa wengine ambao hawajui, kama vile majumbani huku, wake zetu, mama zetu ambao hawajui. Tunataka tuwape elimu hii. Je, tunapata vipi kuwapa elimu? Okay, sisi vile tuna mitandao yetu ya kijamii. Ukiingia Instagram, Twitter, huko kote. Hadi hii video itapatikana YouTube. Umeelewa?
Ukiingia tu pale search UTT AMIS, kuna elimu sisi mule tunatoa mbalimbali. Umeelewa? Umeona haitoshi. Ushafahamu? Kwa elimu ambayo hii chache mimi nilokupa. Yawezekana ukaondoka nayo, ukaambia sasa mke wangu, mimi nakupa hii, lakini yawezekana twende katika ofisi zetu za UTT kule. Umeelewa? Ni hivyo. Darasa kubwa tupigana na kina mama. Au sivyo? Kwa sababu ni wao ndio wako katika masuala ya mikopo. Ili tuwatoe kwenye mikopo, ina maana tuwape elimu hii ili wapate kuhamisha huku, wajue kabisa kwamba tumetolewa katika sehemu ambayo haikuwa sahihi, tumeletwa sehemu ambayo yenye usalama zaidi kwetu, ambayo inaweza kalinda hela zao, wakapata haki zao, umeona? Ndio kitu ambacho kwa sisi tunataka kujua ili tujue jinsi gani kuwapa elimu wao. Sawa. Ndio kama hivyo. Sasa hebu samani kidogo. Lingine nilikuwa nataka niongezee kuhusu hilo swala. Je, sisi tunapata labda maeneo gani, kwa sababu Tanzania ni kubwa. Katika Tanzania hii ni hapo ulipopataja wewe, au kuna sehemu nyingine ambayo watu wanapatikana katika swala la elimu na masuala ya uwekaji fedha pia? Tuomba elimu kidogo. Sawa, swali zuri sana. Sisi mikoani tuko mikoa 6 kwa sasa hivi, lakini UTT Tanzania nzima ipo. Kivipi? Popote utakapoona branch ya benki ya CRDB, wewe leo hii unakaa wanapaitaje kule Kinyerezi, kuna sehemu huko ndani huko, sio wanapaitaje? Ushafahamu? Kuja mjini posta uongo kwa hii mvua. Umeelewa? Unafikaje posta? Hapana. Kwa maana yake siwezi kwenda UTT, lakini utakapoona branch yote ya benki ya CRDB, basi ukiingia pale waambie mimi nimekuja kupata elimu na UTT, mnielimishe. Utapata, watakupeleka kwa watu wahusika, wanaohusika na masuala ya UTT, watakuelimisha. Shevan, watakupa elimu, watakupa na fomu uweze kujiunga kama utakuwa elimu imekuingia. Kwa hiyo maana yake hiyo ni Tanzania nzima. Usitake kuniambia kwamba Tanzania nzima branch ya benki ya CRDB hakuna, kila mkoa, kila wilaya. Nashukuru kwa pamoja kwa kupata elimu kupitia UTT. Ninachowashauri mama zangu, ndugu zangu, hasa kwa vijana pia, tunaambao tunaweza kujikwamua kuondoka katika mambo mengine, hasa tukaamua kujikita katika umoja wa kuwekeza katika mfumo wa UTT. Ina maana tunachowashauri kama vijana, tuingieni katika mfuko wa UTT ili kwenda kuwekeza, ambao kuona hela yako ikiwa iko katika sehemu salama na ikiwa imeikaa katika mahali ambao mwenyewe ukifika inajiendesha katika mzunguko ambao mwenyewe unaweza ukajikwamua kama kijana. Mimi ninachowashauri tu, sote twendeni, wakina mama, vijana, twendeni tukajiunge na mfuko wa UTT. Mimi sina maneno mengi isipokuwa na washauri ndugu zangu, watoto wangu, vijana wenzangu na watu wazima wengine, tutoke katika mfumo huu wa mikopo, kausha damu, sijui kibati, sijui finka, sijui nini. Tuingie katika mfumo huu ambao wa UTT. Sina la ziada isipokuwa na washauri kwa moyo mmoja, tumeona na tutapata faida kupitia UTT. Sawa. Tumalize hapo. Washauri. Mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu kwa swala la kiuchumi, kwa bodaboda, watu mbalimbali, mamalishe, wakulima wa mikoani, sehemu mbalimbali, wote wafanya biashara. Mkombozi ameshafika. Kwa sasa hivi ni wakati wa kupambana kuhifadhi hela yako sehemu salama. Tujiunge na UTT. Karibuni wote, tuko pamoja. Mimi kuanzia kesho kutwa nitaingia ofisini hapo ndani ya posta. Nitaanza mimi mfano, wengine karibuni. Bwana, kama ulivyotoka kuweza kusikia, hao ni baadhi ya watu ambao leo hii katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS tuliweza kupiga story nao kuhusiana kuweza kupata elimu na namna gani jinsi ya kuwekeza na UTT na faida zake kiujumla, lakini mwisho wa siku unawekeza sehemu ambapo ni sehemu salama. Unawekeza katika taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha. Kila mtu ameweza kutoa ahadi yake. Mzee wangu hapa zama hizo alikuwa anaweka hela katika kitanda milioni 17 anaweka kwenye kitanda, maana yake alikuwa hajapata elimu na UTT AMIS. Lakini naamini usimwone hivyo alivyovaa, ana miela mzee. Umeelewa? Sasa mzee, pesa zako upeleke wapi? UTT. Upeleke UTT, kwa sababu mwisho wa siku ulivyoweka chini ukukuta milioni 17, takriban shilingi ngapi iliondoka? 500,000. Shemeji alichukua. Sasa hivi mwambie mke wangu twende UTT, kule kuna usalama na unapata faida. Bwana, mimi sina la ziada. Mimi naitwa Ali Upuju Kuntunye Kidimdim Mwandila. Nikushukuru sana na niwashukuru sana ndugu zangu kwa kuweza kwa pamoja katika Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mvua inapiga Dar es Salaam nzima kama unavyoona hapa. Mvua inanyesha, lakini hii ni faida kwa wale wanaonunua miamvuli, lakini niwape pole kwa wale ambao wanaokaa huko mabondeni na pembezoni kidogo mwa mito mwa hapa Dar es Salaam. Mimi naitwa Ali Upuju. Asante sana. Bye bye.
Kijiwe Mchongo na UTT AMIS kimenifikia.